Halafu la pili, wayuzakihim, aje atutakase. Yale yasiyotakiwa tunapaswa kuyapiga marufuku na kuyadhibiti, yasionekane ndo hayatakiwi. Kwa hiyo tutakasike kwa kufanya kitu safi, kinachopendeza, kinachoridhisha. Na kile ambacho hakipendezi, hakiridhishi, tunatakiwa tukidhibiti, kitoweke kwenye jamii yetu kama waumini. Wayuallimuhumul kitaba wal hikma. Halafu huyu mtume katika malengo ya kutumwa kwake, katumwa aje awaelimishe watu, awasomeshe elimu na awafundishe hikma. Hikma ni uongozi, uendeshaji wa mambo ya kijamii. Walikuwa wanaishi ovyo tu Makureshi kabla ya kuletewa mtume, kabla ya kuja kwa Uislamu. Mwenye nguvu mpishe. Dhulma ilikuwa imekithiri, magomvi ya ukoo na ukoo, vita vya kikabila. Hapakuwa na ustaarabu hata kidogo. Kwa hiyo wakaja wakafundishwa hikma, usimamiaji mzuri wa jamii, wawe na nidhamu katika mambo yao. Ndo malengo ya kuletwa mtume. Wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Hali ya kuwa watu hawa kabla ya kuletewa huyu mtume walikuwa wako katika upotevu wa wazi kabisa, wamepotea. Kwa hiyo kaletwa mtume aje awatoe watu kutoka kwenye viza, awapeleke kwenye nuru, awatoe kwenye kupotea, awapeleke kwenye uongofu, awatoe katika kuangamia kuelekea motoni, awaelekeze njia ya kwenda peponi. Maisha haya ni ya mpito, tena yana muda maalumu mfupi tu. Ukisha muda wako unakufa. Watu wanasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lakini kufa sio mwisho wa safari. Ulikuwa kuna kipindi uliishi tumboni kwa mama kwa muda tu. Ulipopewa roho tumboni kwa mama ukawa ni kiumbe hai, ulikuwa unakula, unakunywa, unavuta pumzi na unakwenda haja. Ni kiumbe hai mzima. Ulipomaliza muda wa kukaa tumboni kwa mama, umetoka ukaja duniani. If you or a loved one are fighting diabetes, then this recent discovery could save your life. Please stop and pay close attention. Kama umekuja hai, ndo kama ulivyo sasa hivi hapa uko hai, ile method ya maisha uliokuwa unatumia tumboni kwa mama hapa inabadilika. Kwa hiyo umetoka kwenye step moja ukenda kwenye step nyingine. Tena ulipokuja ulikuwa mdogo, hapa ukakutana na growth process, ukawa unakuwa hatua baada ya hatua, ukakuwa mwili, akili na kila kitu. Kimo kikaongezeka, mifupa yako ikawa inakuwa, mishipa ikawa inakuwa kwa mujibu wa ilivyokusudiwa. Ulipofikia kiwango hapa, basi umeishia hapo. Haya hayakuja yenyewe, wala hujafanya wewe, wala hawajafanya wazazi wako. Wazazi hawakuchangia chochote ulipokuwa tumboni, wala hawajachangia chochote kwenye kukua kwako baada ya kuja duniani ukapata development ya akili, siha na mambo mengine. Mchango wao kukusaidia chakula. Leo wanauma sijui tumbo sijui nini, wakakupa drip water, sijui dill water na hivi, mpaka umekuwa mtu. Haya mengine unayoambiwa ndo ya msingi. Wewe ni makhluku, umeumbwa. Unapaswa umtambue khaliq wako, halafu lazima uwe una muamala naye. Maisha yako ya hapa uwe unaamiliana na muumba wako mpaka utakapoondoka hapa. Kwa hiyo hayo ndo malengo ya kuletwa mtume, na yeye kayatimiza. Pia mtume wetu huyu katika kufanya kazi aliyotumwa, na ili afikie haya malengo, kwa sababu tu hatufanani, tuko kwenye mazingira ya enmity, uadui wenyewe kwa wenyewe. Hata baba yetu Adamu alipotoka huko mbinguni kuja duniani kaambiwa, kulnahabitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Tulimwambia Adam, sasa hapa kufai tena mahala hapa, shukeni nyote. Nyote bimaana yeye Adam na huyo hasimu wake aliyemshawishi akafanya kosa, shaitani. Yeye atakuja huku duniani na kizazi chake, na huyo hasimu wake kaja duniani naye kapewa kizazi chake. Wote wako tuko hapa tunazaa.
lakini ba'dukum li ba'din aduwwun, mutaishi hali ya kuwa munaishi kwenye mazingira ya uadui wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo kwenye kizazi cha Adam wanatoka wazuri na wabaya. Wengine wanamsikiliza shaitani, wengine ndo wanamsikiliza Rahmani. Hapa picha haziendi hawaivi chungu kimoja, ni maadui. Na kwenye kizazi cha shaitani vile vile wanatofautiana. Majini nao wako Waislamu na makafiri kama sisi. Wa anna minna salihuna wa minna duna dhalika kunna taraika qidada, suratul Jini inasema. Kwa hiyo na wao wako wanaozaliwa wakamuogopa Mola wao, wakakinzana na mzazi wao Ibilisi. Lakini wako ambao wanamsapoti mzazi wao Ibilisi, wanakinzana na Mola wao. Na majini nao wako waumini na makafiri. Kwa hiyo ba'dukum li ba'din adu. Mechi kubwa ni baina ya imani na kufru, sio nasabu. Kwa hiyo majini wako Waislamu, wako wacha Mungu, wako wanaogopa kwenda motoni, wanafanya vizuri. Lakini wako ambao na wao ni wakorofi vile vile. Sasa timu ya watu makafiri kwa binadamu na kwa majini, hawa wanaweza wakaiva chungu kimoja, wanatafutana, wanaamiliana, wanasaidiana, maana udugu wao uko kwenye imani. Imani yao ni ya kumkana Muumba na kufanya dunia ni mahala pa starehe. Lakini waumini wa kibinadamu na kijini, wao wanafanya vile inavyotakiwa. Wanajua hapa ni mahala pa mpito na safari yetu ni ndefu. Matumizi ya tunakokwenda yanatafutwa na kutayarishwa hapa. Kwa hiyo hawazembei. Sasa hapa, kwa sababu hili lipo, kuna mambo yamefanyika kwenye dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipewa utume Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na malengo kama hayo tuliyoyataja, lakini haikuwa rahisi kwamba aseme alichotumwa na sisi viumbe wote tumkubalie. Wengine wamemkataa, wakampinga. Sasa kwa sababu kulikuwa kuna upinzani, yalijiri mambo mengi. Tumeambiwa tuzungumzie mbinu ambazo makafiri, wale viumbe ambao hawamuamini Mungu, wawe binadamu na rafiki zao wa kijini, mbinu nyingi walitumia kumzima huyu mtume, na walitaka kama wangeweza wamzime from day one, siku ya kwanza tu walipoanza kuhubiri. Hawakuridhika. Walifahamu nini anachokihubiri na walijua madhara yake kwa yale wanayoyapenda wao. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikusanya siku aliyopewa utume. Kwanza alipewa mwongozo wa kusomewa aya 5 zile za suratul Qalam. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram, alladhi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Iqra ni amri, anaamrishwa na Mola wake, soma. Tukipitia kwenye vitabu vya historia, tukio lenyewe limesimuliwa kwa upana wake na urefu wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba anaitwa ummiyun, hajui kusoma na kuandika, lakini alikuwa na maadili mema. Haya mmeshaambiwa huko. Alikuwa na maadili mema, kanyooka tangu utoto wake. Alikuwa ni mkamilifu wa tabia, akasifiwa mpaka na watu wake wakafika kumuita as-sadiqul amin. Kwa hiyo alikuwa anachukizwa na tabia za watu wake, lakini hakuwa na uwezo wa kufanya chochote kitakachochangia mabadiliko ya tabia ya watu wake. Alikuwa hajapewa maagizo bado. Alipofikia umri wa miaka 40 kabla ya kupewa utume, alikuwa analemewa sana na kuona maovu yanayofanyika,
na kushindwa yeye kuyaondoa. Kwa hiyo alikuwa akajiwekea utaratibu wa kuondoka katika mji wake na akenda kando ya mji pahala kunakoitwa Gharu Hira, akenda kufanya fikra ya kumfikiri Mungu wa kweli, na yeye akafanya ibada zake alizokuwa anazijua kwa wakati huo. Hajawa mtume. Mke wake Mama Khadija binti Khuwailid alikuwa anamwandalia masurufu ya vitu vya lazima anavyohitaji, chakula, kinywaji. Akamuaga nyumbani, mtume anaondoka anaenda zake kwenye pango huko, anafanya fikra yake ya dini kwa muda kama wa siku 10, siku nyingine hukaa siku 7, siku nyingine huzidi kidogo zaidi ya siku 10, alafu anarudi nyumbani. Muda ulipofika wa kupewa utume, Jibril alayhi salam alimshukia huko pangoni alikokuwa faragha mwenyewe. Akamshukia kwa sura ya kimalaika, na mtume akashtuka, hajapata kuona kiumbe kama huyo katika maisha yake yote. Yakajiri aliyojiri, hatimaye ndo akamwambia, mimi nimetumwa, ni mjumbe kutoka kwa Mola wako, na nimetumwa kwako, umepewa jukumu la kuwafikishia wenzako kadha kadha kadha. Wewe ni mtume kuanzia sasa. Hapo ndo akapewa amri ya soma. Amri nasomeka Iqra kwa Kiarabu, soma. Jawabu ya mtume akasema, ma ana biqari'in, mimi simsomi, nitasoma nini? Mimi si msomaji. Alipojibu mimi si msomaji, jawabu ambayo ndo ukweli wake kutoka moyoni, hajadanganya, yule aliyempa amri akamfinya, kamkumbatia na kumfinya mpaka akapata tabu ya kupumua. Alipomwachia akampa tena oda, akaambia Iqra, soma. Hasa asome nini? Hana jawabu nyingine, akajibu vile vile, maana biqari'in, mimi sio msomaji. Hana jawabu nyingine, hawezi kudanganya. Akabinywa mara ya pili zaidi kuliko mara ya kwanza. Akaachiwa na kupewa tena amri mara ya tatu, Iqra, soma. Jawabu yake ndo ile ile. Hapa ndo akaanza kufundishwa sasa, Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, soma kwa jina la Mola wako ambaye ameumba. Khalaqal insana min alaqin, ameumba mwanadamu kutokana na tone la damu lenye kuninginia. Iqra wa rabbukal akram, soma na Mola wako ndiye mkarimu zaidi kuliko makarimu wote wanaoeleweka. Alladhi allama bilqalami, Mola wako mkarimu ndiye yule ambaye ametoa elimu kwa msaada wa kalamu. Allama al-insana ma lam ya'lam, amempa elimu mwanadamu ya mambo ambayo hakuwa akiyajua kama sikuelimishwa na Mola wake. Aya hizi kwa haraka haraka zinatufunza hivi: hakuna kitu chenye thamani kikawa kinapatikana bure kwa urahisi. Kitu cha thamani huwa kina shida kukipata kwake. Na katika vitu vyenye thamani sana duniani ambavyo vina shida kuliko chochote ni kusoma. Kusoma kuna shida kuliko kutafuta mali. Kuna mshairi mmoja kaandika kwenye kitabu chake, tamannaita an tusbiha faqihan munazira bighairi ana'in waljununu fununu walaysa iktisabu almali biduni mashaqatin tahammaluha falilmu kayfa yakunu. Tamannaita an tusbiha faqihan munazira, hivi wewe umekaa tu unatamani siku moja upambazukiwe na siku ushakuwa ni faqihi, mwana wa chuoni, yani mwenye fiki. Munazira ni mwenye kufutu masala, ukawaelekeza watu hili na lile. Unatamani hii kwenye akili yako ijitokeze tu yenyewe, bighairi anain, pasi na kujisumbua kutafuta elimu.
walaysa iktisabu almali biduni mashaqqatin tahammaluha. Hakui kupata mali, kuchuma mali hakupatikanwi bila ya mashaka kupambana nayo. Fal ilmu kaifa yakunu, hasa ilmu itakuwaje usipate tabu? Maana kafananisha kutafuta mali na kutafuta elimu, akaona yeye kutafuta mali ni rahisi zaidi kuliko kutafuta elimu. Sasa ukae tu ije yenyewe, haiwezekani. Ndio maana akasumbuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, akabinywa, akatikiswa. Alikuwa anapewa msisitizo kwamba hili jambo unapaswa wewe uliingie kwa gharama yoyote, ni jukumu lako la muhimu la awali, soma. Ndio maana akafinywa, akatikiswa, akabinywa. Soma, yani kwenye jambo hili usizembee hata kidogo, soma. Wakati huu Mtume anapewa oda asome, hajui kusoma na kuandika. Ni mtu mzima mwenye umri wa miaka 40. Ana familia, mke na watoto wanamtegemea. Halafu ni mtu masikini, hana stoki ya chakula hata cha kesho kwake. Masikini. Vitu vyote hivi ukiviorodhesha pamoja kwa mimi na wewe, utasema panasomeka bwana. Maisha magumu kama haya. Kwa kigezo cha uzee utasema sikupata maji kupwa, nitakuja kupata maji kujaa, hapa nilipo nasoma nini? Kwa kigezo cha familia unasema chai asubuhi inanipelekesha, chakula cha mchana mbinde, mimi nitasoma. Yani vitu vyote alivyokusanyikiwa navyo yeye, aambiwa hivi asivijali. Kusoma ni muhimu. Mtu mzima masikini ana familia, anaambiwa asome. Kwa hiyo hata na yeye wanafunzi wake walipatikana watu wazima wamesilimu utu uzimani, lakini wakatumia wakati wao wakasoma na wakapata walichopata. Wamekuwa ni waalimu mpaka leo, tunanukuu kauli zao, fulani kasema kadha, fulani kasema kadha. Wakitajwa sisi tunasema radhiyallahu anhum, Allah wawiradhi, au Allah karidhika na walichofanya. Hasa mimi na wewe tuna sababu gani? Kwa nini tusitumie wakati vizuri? Utu uzima si kigezo, umasikini si kigezo, kutokusoma udogoni pia si kigezo. Wakati wote ukitanabahi kwamba nimepoteza, tumia wakati uliobakia unufaike nao. Wewe hapa mgeni, muda wako ukisha unaondoka. Visa yako ikimalizika unaondoka, unaenda zako kunakohusika. Tumia wakati wako vizuri. Kwa hiyo kaambiwa asome, hali ya kuwa hali yake iko hivyo. Alikuwa anatumia wakati wake mwingi Mtume sallallahu alaihi wasallam kujiuliza maswali ambayo jawabu zake alikuwa hana. Haya mashaka ya tabia mbaya za watu wangu nitayaondoaje? Nianze wapi? Nifanyeje? Siku hii ya kwanza jawabu kapata. Kajua wapi pa kuanza na kajua nini afanye. Baada ya kuambiwa ikra, soma. Yeye anaambiwa asome, sio kwamba duniani wakati ule hakuna wasomi. Walikuwepo wasomi, watu wanasoma. Elimu mbalimbali, fani mbalimbali za wakati ule walikuwa wanasoma watu. Watu wake tu ndo wanaambiwa umiyun kwa sababu walikuwa elimu wameiweka nyuma. Lakini huko nyuma kwenye mataifa ya Wayahudi, mataifa ya Kinasara, watu walikuwa wanasoma. Fani nyingi tu za elimu zilikuwepo. Lakini hawa walioitwa umiyun ndo walikuwa wao elimu hawakuipa umuhimu, wakaambiwa wasome. Na kaletwa huyu mtaalamu, lengo lake la kwanza tumeambiwa ili aje awasomeshe watu. Yatlu alaihim ayati llahi wa yuzakihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma. Kwa hiyo huyu ndo kawa mwalimu aje awasomeshe watu. Halafu asomeje na asome nini? Ni swala muhimu. Jawabu yake kaipata pale. Watu wengine duniani wanasoma kwenye fani zao wanazosoma. Yeye akaambiwa ikra bismi rabbika. Wewe ukisoma, soma kwa jina la Mola wako, jina la Bwana wako mlezi. Alladhi khalaqa,
ambaye kaumba. Hawa wasomi wengine wanaosoma hawamfahamu huyu bwana, huyu Mola wao, bwana wao mlezi. Wewe soma kwa jina la bwana wako mlezi. Kwa hiyo lengo la kusoma kwake ni kumtambua Mola wake kwanza. Hawa wanasoma hawamtambui Mola wao. Hata ukiona wanaunda ndege, wanatengeneza kompyuta, wameubadilisha ulimwengu kwa teknolojia, mtu kama hamjui Mola wake, huyu ni mjinga bado, hana elimu na hana akili. Ukiyakuta mambo kwenye Qur'ani unajiuliza mara nyingi, mbona tuambiwa makafiri hawana akili? Hawana akili kweli. Akishakuwa kafiri bado hana akili. Anajua kwa sababu ni maumbile yako hivyo alivyotayarishwa. Kapewa vipaji vya kusomeshwa, kufahamishwa jambo, akalikariri akafahamu. Lakini akili bado hana, madam hajamfahamu muumba wake na hajajua safari yake iliyomkabili huko mbele. Hana akili, hajatumia akili yake vizuri. Sasa yeye akaambiwa iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa, soma kwa jina la Mola wako aliyeumba. Akapata pa kuanzia. Hawa wasomi waliopo wanasoma hawamfahamu muumba aliyemiliki huu ulimwengu, ambaye ndo katuleta sisi hapa. Mimi napaswa nisome niwe na elimu ya kumfahamu muumba na nimtangaze. Khalaqal insana min alaq, dunia imemilikiwa na wanadamu. Wanadamu ndo wanaopewa vipaji tangu wameumbwa. Muumbaji aliwatangaza kuwa ni makhalifa. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ana nafasi kubwa mwanadamu duniani, ni vicegerent. Lakini asipomtambua Mola wake, hii nafasi kwake inakuwa haina maana. Sasa Allah akamwambia mtume wake, huyu Mola wako ambaye anatangaza aabudiwe peke yake na usome kwa ajili yake. Hawa wanadamu wote na ujanja wao unaona. Kuna wafalme wamemiliki falme zao, kuna majemedari wanatumia nguvu zao, kuna hivi. Hawa wanadamu ni viumbe. Huyu anayekupa majukumu ndiye aliyewaumba na anayewamiliki viumbe hawa. Khalaqal insana min alaqin, Mola wako ndiye aliyewaumba hawa wanadamu, na mwanadamu kaumbwa kwa sababu dhaifu mno, tone dogo sana, halina mfupa hilo, halina nywele, halina chochote, tone dogo sana linaning'inia kwenye mfuko wa uzazi. Hilo ndo kaumbiwa mtu. Wewe muangalie tujeuri yake huku nje, lakini anatokea huko. Kaumba Mola wako binadamu, akamuandaa vizuri, lakini chanzo cha kuumbwa kwake ni alaq, tone la damu. Kwa hiyo mwanadamu asikusumbue wala usimuogope. Muogope aliyemiliki mwanadamu, aliyemuumba kutokana na sababu dhaifu. Min alaqi. Iqra, soma. Ikarudiwa tena. Aya ya kwanza imetoa amri iqra, ya tatu inakariri tena tamko iqra, soma. Wa rabbukal akramu, Mola wako ni mkarimu kuliko mkarimu yoyote. Hii ilikuja kumpa yeye nafasi ya kufuta vile vitu ambavyo tulivyovitaja hapa. Mimi nitasomaje wakati huu nishakuwa mtu mzima? Nitasomaje wakati mimi time ya kutafuta mahitaji ya nyumbani ni kubwa kuliko kupata time ya kwenda kukaa kwa mwalimu nikasoma? Nitasomaje wakati sikusoma udogoni, na elimu ile ya udogoni ndo inakuwa iko vizuri zaidi kuliko elimu ya kuitafuta ukubwani? Yote masala anaambiwa asiyazingatie. Mola wako ni mkarimu sana, pamoja na yote hayo atakupa tu elimu. Yeye ndo aliyekuamrisha na yeye ndo aliyokupa yeye dhamana kwamba atakupa tu elimu. Sanuqri'uka fala tansa, tutakusomesha na hutosahau. Illa masha Allah, isipokuwa ikitokezea umesahau kitu, hicho Allah kataka ukisahau. Utakuna vitu utapewa kwa muda tu, ina matumizi ya muda. Muda ukiisha utavisahau. Lakini yale anayotaka Mola wako yabaki, utasomeshwa na hutosahau. Wewe soma tu. Iqra, soma. Wa rabbukal akram, Mola wako ni mkarimu sana, hata kukirimu elimu.
usizingatie mazingira ulionayo. Alladhi, Mola wako ndiye ambaye allama bilqalami. Elimu yote unayoiona kwa watu duniani wanasoma kwa msaada wa kalamu. Wanaosoma kuanzia shule ya msingi, sekondari, mpaka chuo, mpaka wakafika elimu kubwa kubwa, lazima wapitie maandiko ya waliosoma zamani. Kachukua kitabu hichi, kachukua kitabu hichi, kachukua kitabu hichi. Wewe ukisoma vitabu ni maandiko ya kalamu za waliopita. Wewe unaongeza maarifa baada ya kile kilichoandikwa, unajifunza, alafu unajituma kufanya research. Allah akitaka anakupa maarifa mapya, na wewe hivyo hayo maarifa mapya unayoyapata unayaandika, yanawasaidia wengine wanaokuja. Ndio maana dunia inaboreka kila siku. Research za waliopita wananufaika nazo waliopo sasa, na research za watu wa sasa watanufaika nazo wanaokuja baadaye. Kwa hiyo Mola wako amewaelimisha wanadamu, elimu yote wanaonufaika nayo wanadamu, basi Mola wako ndo kafanya hivi, kamuandaa mwanadamu akampa vipawa hivi vya kusoma, na kwa msaada wa kalamu watu wanajua mengi yaliyohifadhika. Kama kila aliyekuwa na elimu akeshakufa hakuacha kitu, basi dunia ingekuwa huku mwisho inakoenda watu wanakuwa wajinga zaidi, lakini wanakuwa watu werevu zaidi kwa sababu ya kupitia records za watu waliopita kabla yao. Allama al-insana, Mola wako amemwelimisha mwanadamu ma lam ya'lam, mambo ambayo kama sikuelimishwa na Mola wake katu binadamu asingeyajua. Sasa kwa kumalizia, tuende kwenye mada kwamba